hivyo vitu usikubali katika maisha yako vikupite. Hayo ni maji ya chemchemu inayochemka kila siku, inanyeshea maisha yako, inanyeshea kazi yako, inanyeshea biashara zako, inanyeshea familia yako, inanyeshea uzao wako. Hayo ni maji, usikubali yakatike katika familia yako, katika maisha yako. Hiyo ndio mbolea ya kile Mungu amekupatia. Kwa hivyo yule mwenye akili timamu na mwenye kujitambua lazima atoe sadaka ya shukrani na fungu la 10 akimtolea Mungu. Usiangalie madhabahu inazipeleka wapi, usiangalie pale umeziweka zinaenda kufanya nini. Mwambie Mungu, hii ni kazi yako, naomba ifanyike. Endelea kunifungulia baraka zako, endelea kunifungulia mbingu, ninyeshie baraka zako, nami nitaendelea kukutolea kila itwapo leo. Sintawacha katika maisha yangu. Haleluya. Basi moja kwa moja tuingie sasa kwenye faida zenyewe. Faida za zaka na sadaka za shukrani. Haleluya. Kwanza kabisa, unapomtolea Mungu fungu la 10 na sadaka ya shukrani, utaruzukiwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza kabisa Mungu analifanya. Atakuruzuku wewe kupata kuingia katika ufalme wake. Haleluya. Tufungue Petro wa pili 1 mstari wa 11. Utaruzukiwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Tumefika hapo, naomba nisome. Petro wa pili 1 mstari wa 11 anasema hivi: maana hivi mtaruzukiwa kwa ukarimu kuingia katika ufalme wa milele wa Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo unavyomtolea tu sadaka ya shukrani, umesharuzukiwa tayari kuingia kwenye ufalme wake, kwa sababu unakifanya kile ambacho yeye anataka kifanyike duniani. Unafanya kwa ajili yake, lazima akuruzukie wewe kuingia katika ufalme wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Je, wewe mwenzangu unafanya hivyo? Hii ruzuku ya kukuingiza wewe katika ufalme wa Mungu unaitafutaje? Unamtolea fungu la 10, unamtolea sadaka ya shukrani. Kama ufanye hivyo, na kuomba ufanye kwa bidii, ili hiyo ruzuku ya kuingia katika ufalme wake usikose. Naomba nikimbie kwa haraka, maana muda naona sijui kama nitaweza kukupa yote. Jambo la pili ambalo unalipata, ambalo ni faida katika kutoa sadaka ya shukrani na fungu la 10, hakuna mtu atakayeweza kukuzuru ukiwa mwaminifu mbele za Mungu. Hakuna mtu atakayeweza kukuzuru ukiwa mwaminifu mbele za Mungu. Mabaya yote hayatakupata. Sema amina. Mabaya yote kwamba hakuna mtu yeyote atakayeweza kukuzuru wewe. Tufungue kitabu cha Zaburi 91 ule mstari wa 10 na 12. Sema amina kama umefika. Hakuna mtu atakayeweza kukuzuru ukiwa mwaminifu mbele za Mungu. Naomba nisome. Zaburi ya 91 mstari wa 10 hadi 12 inasema: mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. 11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zote. 12. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Hebu sema amina kwa sauti kubwa. Kwa hivyo unavyomtolea Mungu fungu la 10 na sadaka ya shukrani,
Jambo la pili ambalo Mungu analifanya kwako, faida ambayo Mungu anaachilia kwako, kwamba hakuna mtu atakayeweza kukuzuru unapokuwa mwaminifu mbele za Mungu. Mabaya yote hayatakupata. Kwa maana hiyo, wewe utakuwa mikononi mwa malaika, umechukuliwa. Usije ukajikua hata mguu wako. Una ulinzi kila upande, hata kujikua hutajikua. Hiyo ndio faida ya kumtolea fungu la 10 na sadaka ya shukrani ya pili. Mungu auguse moyo wako uweze kujua maana ya hili. Mungu akuguse na uweze kupokea faida hizi. Sihitaji kuzipokea peke yangu, nahitaji kanisa zima mzipokee. Haleluya. Jambo la tatu ni kwamba unapomtolea Mungu sasa hiyo sadaka ya zaka na sadaka ya shukrani, jambo la tatu, Bwana atakufungulia milango ili upate utajiri wa mataifa. Haleluya. Bwana atakufungulia milango upokee utajiri wa mataifa. Ni wangapi hawataki utajiri? Ni wangapi wanaotaka utajiri? Pia muutaki. Ni wangapi wanaohitaji utajiri? Kwa ishara ya mkono tu. Yes. Sasa unavyomtolea Mungu fungu la 10 na sadaka ya shukrani, Bwana atakufungulia milango ili upate utajiri, tena si wa nchi yako tu, wa mataifa. Hebu tuingie katika kitabu cha Isaya 60 ule mstari wa 11. Bwana anafanya, na Biblia inakuambia wazi kabisa kwamba unapomtolea Mungu fungu la 10 na sadaka ya shukrani, lazima Mungu kuna vitu anavifanya juu yako. Kwa hivyo usije ukaona umekaa mahali pamoja tu kila siku ubarikiwi, wewe uvipate vitu hivi ukaanza kulaani. Kumbe ni wewe mwenyewe umekosea protocol, umekosea njia, umekosea zile njia za kupita uweze kuvipokea. Viko vinakusubiria. Umefika Isaya 60 mstari wa 11 anasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Haleluya. Hayatafungwa mchana wala usiku. Amen. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Yani wale wanaokuletea wataongozwa na hata na wale wafalme wao kukuletea wewe nini? Utajiri. Maana umemtolea Mungu. Mungu anawagusa hata wale, anamgusa hata rais ashiriki katika wewe kukuletea utajiri, kukupa kazi. Anamgusa hata yule bosi wako kazini katika kukuletea utajiri. Maana kile anachokupa kuna mtiririko wa Mungu ndani yake, umekibeba. Unasema hiki ni cha Mungu, lazima kimfikie. Mungu atamwamuru hata yule bosi wako akuletee utajiri. Haleluya. Hiyo amina haitoshi. Mungu anamwamuru hata yule bosi wako fanye nini? Wafalme waandamane pamoja na wewe kwenda kupokea utajiri, si wa nchi yako tu, wa mataifa. Fanya hivyo leo hii, halafu utazame Mungu anavyoachilia juu yako. Utazame Mungu anavyotenda juu yako. Fungua moyo wako, mwambie Mungu, mimi niko hapa. Kinenee kile unachokuja kumtolea Mungu. Niko hapa, najua unanijua, najua unaufahamu moyo wangu, najua unaijua kazi yangu, najua unajua mimi sina kazi, lakini kile ninachokutolea Mungu nimepewa na rafiki yangu, lakini sikukitumia peke yangu. Tazama Mungu, nimelitoa fungu hili la 10, nimeitoa sadaka hii ya shukrani, nami nangojea Bwana, nami nakungojea Bwana utende hata wale wafalme walete utajiri katika maisha yangu, hata wale wanaonizunguka walete utajiri katika maisha yangu, hata nami nipokee kama wale wengine. Nami naamini utapokea kwa jina la Yesu. Nami naamini utapokea kwa jina la Yesu. Fanya hivyo leo hii, uangalie hizo faida kama Mungu hataziachilia juu yako. Tenda hivyo kuanzia leo hii. Usikipime kile unachomtolea Mungu. Angalia ndani yako nini kinakuamuru kumtolea Mungu. Usitoe kwa sababu Mrema anatoa, usitoe kwa sababu Pastor Kea anatoa, usitoe kwa sababu Judia anatoa.
Toa kwa sababu moyo wako unakusukuma umtolee nini Mungu. Toa kwa sababu moyo wako unakuuliza kwa nini umtolee Mungu. Haleluya. Kwa hivyo Mungu atafungua milango yako ikiwe wazi daima, haitafungwa usiku wala mchana, ili watu wapate kuleta utajiri tena wa mataifa katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Mimi naamini litatendeka katika jina la Yesu. Faida ya 4. Tazama, Bwana atawajaza atajaza hazina zako utajiri na mali tele. Kwa maana hiyo sasa, ukishaupokea ule utajiri, kile Mungu anaanza kufanya hapa sasa, anajaza zile hazina zako mali. Na kwa wewe ni mbarikiwa, hazina zako lazima zijae. Benki akaunti yako haitasoma vile ilikuwa inasoma, lazima isome. Store yako inaweka chakula haitasoma kilo 2-3, inasoma tani. Mfuko wako utasoma 2,000 wala utasoma malaki, kwa sababu tu umemtolea Mungu. Kwa Mungu sasa hapo anajaza hazina zako utajiri na mali tele. Zinajaa hazina zako, zinakuwa utapungukiwa kwa sababu unamtolea Mungu. Fungu la 10 na sadaka ya shukrani. Hata wacha hazina zako ziwe wazi, anazijaza kila siku. Tufungue Methali 8 mstari wa 17, turuke ule wa 20 na 21. Uone vile vitu Mungu atafanya, uone zile faida Mungu atawachilia juu yako. Haleluya. Nitasoma Methali 8:17 niruke 20 na 21. Nasema hivi: na wapenda wale wanipendao na wale wanifuatao kwa bidii. 20, natembea katika njia ya haki katikati ya mapito ya hukumu. 21, niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kujaza hazina zao. Haleluya. Niwarithishe mali wale wote wanipendao, tena nipate kujaza hazina zao. Nani asiyependa hazina yake ijae leo hii? Kila mmoja wetu tunatamani utajiri, tunatamani hazina zetu zijae. Ili ile hazina yako ijae sasa, ipate kuwa na baraka, lazima ujifunze vile utakavyomtolea Mungu, vile utakavyoitisha hizi baraka kutoka kwake. Katika kibali alichotupatia wote, tukitumie vizuri. Haleluya. Mungu autazame moyo wako, Mungu azitawale akili zako, amwepushe yule shetani asikukataze kumtolea. Cha kwanza kabisa unapofanyikiwa, cha kwanza kabisa shetani anaanza kukupiga ubongo wako, akili yako, mawazo yako, anakuambia usimtolee Mungu. Hiki ni kidogo, wacha utamtolea mwezi ujao. Anakufunga ufahamu ili usiendelee kufanikiwa. Kataa kutoka leo, sema ninakataa kwa jina la Yesu. Milango yangu haitafungwa, baraka zako zitashuka juu yangu. Amen. Basi jambo la 5, enda tu haraka haraka. Jambo la 5, Bwana atawafanya waliomeza mali zako wazitapike. Hapo sasa, Bwana atawafanya waliomeza mali zako wazitapike. Kama unataka waendelee kuzimeza wabaki nazo, funga break kumtolea. Kama unataka wasizitapike, funga break kumtolea. Lakini kama unataka watapike kile chako walichokimeza, wanacho mpaka leo. Si kwamba hawana, wanacho, wamekimeza kwa sababu wewe mwenyewe umejifunga. Lakini siku ile utafunguka, hakijapotea, bado kipo. Na kuomba kutoka leo hii ufunguke, ili uweze kukipokea kile kilichomezwa na adui yako. Kipo, si kwamba hakipo, kipo. Kinangoja tu wewe ufunguke, kinakungoja tu wewe uanze kusema, leo hii mimi namtolea Mungu fungu la 10 na sadaka ya shukrani, nikimshukuru kwa kile alichonipatia. Ni vingi vyangu vimemezwa na maadui zangu, ni vyangu vingi vimemezwa na ndugu zangu na ankoli zako na hata wazazi wako. Lakini leo hii Mungu, ninaomba wavitapike,
la 5 ninasema Bwana, jambo la 5 nasema atawafanya waliomeza mali zako wazitapike. Hebu tufungue kitabu cha Ayubu 20:15. Tuhakikishe Mungu anasema kweli. Kitabu kinatuelekeza, Biblia inatuelekeza. Anasema katika kitabu cha Ayubu 20:15, amemeza mali naye atayatapika tena. Mungu atayaonyesha, Mungu atayatoa tumboni mwake. Mungu atatoa kutoka tumboni mwake yule aliyemeza mali yako, yule aliyezuia baraka zako, kwa sababu tu zile faida za Mungu haziandamani na wewe kwa sababu humtolei. Zile faida za Mungu haziandamani na wewe kwa sababu umefunga ufahamu wako. Naomba ushike kichwa chako hiki, mwambie Mungu, na ukomboa ufahamu wangu kutoka leo niweze kukutolea, na naomba Mungu uregeshe kile ambacho shetani amekimeza kutoka katika vile vitu ulivyonipatia, naye utapokea kwa jina la Yesu. Namba 6, Bwana atakukumbuka wewe na uzao wako na kukubariki. Bwana atakukumbuka wewe na uzao wako na kukubariki. Hiyo ni faida mojawapo unayoipata tu katika kumtolea tu fungu la 10 na sadaka ya shukrani. Mungu, ninakushukuru kwa hiki kidogo ulichonipatia. Mungu, nakushukuru kwa hiki nilichokivuna. Ninakushukuru kwa kazi ulionipatia. Ninakushukuru kwa watoto hao ulionipatia. Sasa Mungu anaangalia ile shukrani unayomtolea. Ndio namba 6 anamwambia atakukumbuka wewe na uzao wako na kukubariki. Hebu fungua Zaburi ya 115 ule mstari wa 12 mpaka 16. Haleluya. Tuangalie tu vile Bwana anavyokukumbuka wewe na uzao wako na kukubariki. Haleluya. Nitasoma. Inasema hivi, Zaburi ya 115 mstari wa 12 na 16 mpaka 16. Inasema Bwana ametukumbuka na atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni, atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. 14 anasema Bwana atawaongezeni ninyi nanyi na watoto wenu, na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. 16 Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Haleluya. Bwana atakubariki wewe na uzao wako. Hata kile alichokupatia ataendelea kukibariki kila itwapo leo, pale tu utakavyoangalia moyo wako na kumtolea zaka na kumshukuru Bwana, nimekuletea hili Bwana, nimeifanya hii, na Bwana amefanya yako na ufanye yangu. Mwambie tu Bwana, unaujua moyo wangu, hata kama sikukutolea siku zote, ni kuanzia leo nimefahamu faida za kukutolea. Kuanzia leo nimeuona uso wako, nami nitatenda sawa sawa na mapenzi yako. Haleluya. Bwana akukumbuke wewe na uzao wako na akubariki milele. Jambo la 7, Bwana atakemea alaye asile mali zako. Bwana atakemea yule anayekula asile nini? Mali zako. Ni mara nyingi watu wanakutana na wadanganyifu, sema mimi nimeingizwa kwenye biashara, nimenyang'anywa, nimeibiwa. Hao wanaletwa kwa sababu Mungu amekupa, alafu nasahau kufanya nini? Kumtolea. Kwa hivyo Mungu anavyokupa, wanyang'anyi wako. Kuna mtu anakuangalia na huyu mtu anayevela huyu, wacha nimbandike, kuna shamba linauzwa mahali huyu 500,000, anakubandika anakuja mtu, liko shamba pale ni la milioni, lakini mwenyewe ameishiwa, anataka 500,000 tu. Unaona, hapa nimepata, hujapata, umepatwa. Mungu anakunyang'anya kile ambaye amekupatia, ambacho ukitolei